wa YES kama ambavyo unajieleza, Youth Employment Through Skills Enhancement, ni mradi ambao ulisukumwa na tatizo la ajira miongoni mwa vijana. Tunafahamu kulingana na data za Benki ya Dunia, karibu vijana kwa sasa hivi ni karibu vijana milioni 1 wanaingia mtaani kila mwaka baada ya kuwa wamemaliza wengine vyuo vikuu, lakini ni vijana ambao wanakuwa wameingia kwenye nini tunasema soko la ajira, lakini wakiwa hawana ajira. Kwa hiyo mradi umedesigniwa kwa ajili ya kujengea uwezo especially wale ambao wamekuwa wamekosa nafasi kabisa. Tunawajengea uwezo waweze kupata mafunzo ya ufundi stadi, kwa sababu haya mafunzo ya ufundi stadi yanafahamika kabisa ni kwamba ni rahisi kwa kijana, hata kama sio kwa kuajiriwa, ni rahisi hata kujiajiri. Ukishafundishwa hapo carpenter, unaweza ukawa nyumbani kwenu tu hapo nje, ukaweka zako meza pale, ukabadilisha, ukapata hiyo hama, ukapata saw na nini, ukaanza moja kwa moja kufanya kazi. Ndio maana tumetengeneza mradi, lengo ni kuweza kutengeneza ajira kwa vijana kupitia kujiajiri ama kuajiriwa, ambao umeanza 2022 na tunapozungumza mwaka huu Disemba 2025 ambao unafika mwisho katika awamu yake ya pili. Umelenga kufikia vijana 3600 katika halmashauri 3 ya Singida Manispaa, Singida DC pamoja na Dodoma Jiji. Lakini mpaka tunapozungumza ambapo tunaelekea kufunga mradi, tumefanikiwa kufikia vijana 3597. Kwa hiyo kuna dropout ya vijana wachache, lakini mara nyingi tunapokuwa tuna recruit vijana tunahakikisha tunachukua wengi ili tuweze kufikia lengo, maana katikati wengine wanakuwa wanaacha mafunzo. Tunahitaji vijana wa kike zaidi, na kwa sababu swala la ajira kama tunavyofahamu katika nchi zetu hizi za Kiafrika nyingi kwa ujumla tu kwenye jamii zetu, mtoto wa kike ndio anakuwa zaidi kwenye disadvantage. Kwa hiyo tumewapa nafasi, kwa maana ya kwamba 60% ya watakaofikiwa na mradi wa YES ni watoto wa kike, na mpaka tunapozungumza tuko kwenye 57%. Lakini kuna criteria za ujumla, wawe ni vijana ambao walau kwenye level ya elimu wawe ni form 4 kurudi chini, miaka 15 mpaka 35, anatoka kwenye mazingira magumu, pengine ni breadwinner, anategemewa kulisha familia na hana kipato chochote, mwenye hali ya ulemavu, ama ni young mother ameshapata mtoto na yeye ni mwenyewe ni mdogo. Kwa hiyo hao ndio tunaoangalia zaidi na kuwapa kipaumbele. Mradi huu umenufaika kwa sababu kabla sijaanza kunufaika huu mradi nilikuwa sina cha kufanya, lakini baada ya kusomea hii kozi nilipata ujuzi na nafanya kazi ya ufundi rangi. Mimi nilianza 2022. Baada ya hapo kwanza 2022 hiyo mwishoni tulipomaliza Fed nilianza kupata kazi pia mafundi ambao kwa mtaani, connection za watu. Kwa hiyo ndio nilianza kupata kazi, na pia na mimi sasa hivi nafanya kazi zangu mwenyewe ambazo naitwa kwa sababu nimeshakuwa mzoefu na hiyo kazi. Bila wangu kwa dada zangu wasichague kazi, alafu kama hizi kazi za rangi sasa hivi tuna kipaumbele sana, kwa sababu ukiwa unaipenda kazi ukaifanya kwa vizuri, watu lazima wakuite kwenye kazi. Kwa hiyo ninapowashauri wadada kwamba wasichague kazi, pia wasiangalie ugumu wa kazi, kikubwa ni kupambana tu. Katika Elevators kupitia mradi wa YES tumepata kunufaika katika mtambo wa biogas. Biogas kama gesi mbadala tumepata manufaa makubwa, kwani kabla ya kuanzisha hii biogas tulikuwa tunatumia mitungi ya gesi ya kununua takriban 3 kwa mwezi, lakini hadi saa hizi tulipoanza kutumia hii biogas kama gesi mbadala tunatumia hadi mtungi 1 kwa mwezi, na tunaweza kutumia sasa hayo matumizi mengine kama hiyo ambayo sasa ni gesi mbadala biogas. Sambamba na hapo, licha ya kwamba tumenufaika katika kupunguza hicho kiwango cha fedha katika kununua biogas ya kawaida katika matumizi ya mapishi, lakini pia tunapata samadi ambayo kutokana na biogas ni samadi nzuri kabisa, ambayo sasa tumeanzisha bustani, tunalima mboga, mahindi pia tumelima, na tunatumia hiyo samadi ambayo imetokana na biogas. Mradi wa YES ni mzuri. Uzuri wake ni kwa sababu hukuwa nacho hapo mwanzo, lakini ukatafuta, maana sisi tumefanya kutafutwa, tumekuja tumepata,
basi kwamba na wengine wakaribie. Mimi natoa wito kwa wengine ambao watakuwa wanatafutwa, wakitafutwa wasiringe, kwa sababu yaani utapiga hatua tu, yaani moja kwa moja utapiga hatua, utatoka pale ulipo utaenda sehemu nyingine. Kwa vijana tunahamasisha vijana, kwa maana vijana wa kiume, vijana wa kike na kina mama kwa ujumla wake, lakini wale ambao wenye mahitaji maalum kwamba anaweza akapata ile mikopo na inshallah kutolewa. Kwa tafadhali wasiana halmashauri yako pale, omba usaidizi, omba mwongozo, utapata msaada na utakuwezesha. Mifumo ipo thabiti ambayo inashughulikia jambo hilo kuanzia ngazi ya msingi kule mpaka pale kwetu pale wizarani. Kuna jambo linasimamiwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, na kuna dawati maalum ambalo linahusika na masuala ya mikopo ya 10% kwa kundi la kina mama, kwa kundi la vijana, lakini pia kwa kundi la watu wenye mahitaji maalum, kwa maana watu ambao disabled. Kwa ndugu zangu, hiyo jambo lipo, na kwa msingi huo kama wizara ambayo inahusika moja kwa moja na ustawi wa jamii, TAMISEMI, sisi tunataka kushirikiana na wadau wote akiwemo VETAS na wengine ambao wana nia njema ya kuwezesha wananchi kupata ustawi wa jamii, ya kuwezesha kupunguza maskini kule ngazi ya msingi, ya kuwezesha vijana kupata ajira na mambo mengine ambayo mwisho wa siku yanaenda kuimarisha maisha bora, lakini pia na kupunguza maskini.